Sifiwe sana. Ni wakati wa neno tena, tunakwenda kujifunza neno hapa kwa ufupi sana, hapo tutakwenda kumwomba Mungu. Kama nilivyowahi kusema, kila mtu amekuja hapa kwa sababu anahitaji maalum, na sio tu hitaji, yapo mambo mengi ya kumshirikisha Mungu. Maana tusipoangalia hatutazeeka kwenye utumishi na hatutakuwa na faida yoyote. Tukakuta miaka inaongezeka miaka na idadi bila kuwa na faida ama matokeo yoyote, inakuwa utumishi hauna faida. Somo la leo linasema kutembea katika mwanzo mpya. Kutembea katika mwanzo mpya ama kutembea katika majira mapya. Niliwashauri siku nyingine ukao unaandika vitu kama hivi vitakusaidia kesho. Huwezi jua, kuna baadhi ya mimi masomo niliandikaga 2000 na ngapi hapo mwanzoni kabisa. Lakini nikilisoma hata mtu alifundisha, nikilisoma najikuta napata kitu kingine unafundisha. Usiwe mpenzi mtazamaji, bali uwe mpenzi ambao unafanya mambo kwa ustadi zaidi. Kwa hiyo kutembea katika mwanzo mpya, ili uweze kuendelea kwenye maisha unahitaji mwanzo mpya. Ili uweze kusonga mbele kwenye maisha unahitaji mwanzo mpya. Hususani wote hapa tunazungumza na vijana wote under 30 years. Kama utakuwa above 30 ama above something, basi utakuwa na wewe bado sasa kuna jambo unapaswa kufanya kwa upesi sana. Bado uko kwenye wakati ambapo unabidi umwambie Bwana, Bwana umeniokoa mapema. Kuna watu wameokoka ni wazee kabisa, wanatamani miaka irudi nyuma wafanye mambo, lakini wewe umeokoka bado kijana. Unahitaji mwanzo mpya ili kuweza kutembea kwenye nguvu za kweli za kumpendeza Mungu na maisha yaende. Ili uweze kuwa mtumishi wa faida unahitaji mwanzo mpya. Ili unahitaji uwe mtu wa faida kwa watu wengine, unapaswa utembee katika mwanzo mpya. Maisha hayatakuwa na maana kama utafeli kutembea kwenye mwanzo mpya. Hata kama utakuwa maarufu kiasi gani, lakini ukweli ni kwamba unamhitaji Mungu ili uanze naye kiupya kabisa wakati wote. Ndio maana ukiweka salio linapoisha wanakuambia weka salio jingine. Kwa nini? Tunataka tuanze upya. Tukila leo na kesho tutakula. Kwa nini? Tunahitaji mambo update yaanze upya. Hata kwenye maisha yetu haya ya kawaida tunapaswa tuwe na mwanzo mpya kwenye maisha. Jana ambao unanisikiliza, unapaswa na mwanzo mpya. Unapaswa utembee kwenye majira mapya kila siku. Utakuwa mtu wa mabadiliko na mtu ambao utakuwa na matokeo makubwa. Utumishi ambao hauongezeki ni utumishi ambao hautembei kwenye majira na mwanzo mpya wa Mungu. Isaya 43 mstari wa 18 hadi 19. Tunahitaji tuwe na mwanzo mpya kwenye maisha. Tunahitaji tusonge mbele kwenye maisha, tunahitaji mwanzo mpya ili tuwe watu wa mafanikio na watu wenye faraja kwa wengine. Tunahitaji mwanzo mpya ili tuweze kusonga mbele kwenye utumishi wetu tulionao. Maandiko ya Isaya 43 mstari wa 18 hadi 19. Tunamhitaji Mungu ili tuweze kusonga mbele na kuwa watu wa faida. Esto miaka mingapi? Hajui miaka yake. 15. Na miaka 15. Sawa. Hakuna anayeweza kupinga maana hakuwepo. Najua alizaliwa na kilo ngapi. Nani anayejua alizaliwa na kilo ngapi huyo? Hamjui, hata mimi sijui. Kwa hiyo una miaka 15 maana umeokoka bado binti kabisa mchanga. Ili uweze kuwa na utumishi wenye faida, unapaswa uwe na mwanzo mpya. Utakapofikisha miaka 40 utakuwa wapi? Unaona? Naomba tusikilizane huko. Nimesema ile Isaya ngapi ile utaiangalia. Utakapofikisha miaka 40 unaona utakapokuwa. Unajiona? Huoni?
haelewi atakuwa wapi. Utakuwaje na Yesu? Utakuwa karibu vipi na Yesu? Itakuwa bye bye. Hujui. Tunamhitaji Yesu ili tuweze kuwa salama. Binti ameokoka na miaka 15. Ndani ya miaka 40 baadaye au 30 baadaye, kuna mambo makubwa ambapo atakuwa ameshatendewa na huyu Bwana, kama tu atakuwa na mwanzo mpya, kama atakubali kutembea kwenye mwanzo mpya. Wengi wanafichaga miaka. Unahisi miaka itakupeleka wapi? Miaka ni namba tu, kama namba za kwenye baskeli, ila tunahitaji matokeo kwenye ile miaka. Utakuta mtu ana miaka mingi lakini matokeo doti, matokeo nukta. Inakuwa ina faida. Inabidi wakati mwingine usiandike, hebu nisikilize. Inabidi umwambie Mungu, Mungu, sasa hivi nimeokoka, nina miaka 20 ama nina miaka 19. Nahitaji ndani ya miaka 5 baadaye ni uwe umenifanyia 1, 2, 3, alafu mimi nitakutumikia vyema. Lazima umwambie Mungu, usiwe na utumishi ambao yani unaenda tu kana kwamba ni kenge kwenye mama. Inabidi tukae wakati unazungumza na Mungu kama ongea na Mabula. Bwana, sikiza, nimeokoka sasa hivi, ninakuahidi sitakukosea, lakini ndani ya miaka hii 3 ama ndani ya miaka hii 4, halafu huku unaandika mahali, usiongee halafu yakapepeluka yakaona, huku unaandika. Natamani kuwa mwimbaji wa kipekee wa nyimbo zinazopendwa na watu wote ifikapo 2034. Lazima uandike. Nimesema naongea na vijana ambao bado una muda mwingi sana wa kufanya mambo makubwa, ila kama tu utakubali kutembea kwenye mwanzo mpya. Kuna watu wameokoka sasa hivi, unakuta ni mzee, atamani angerudi nyuma kidogo, angefanya makubwa sana, makubwa mno. Yaani Mungu wetu ana kila kitu, unachokitaka kwa Mungu anakupa. Huwa tuomba tu uchungaji, ila mengine tunamwomba Mungu. Uweze ukaomba uchungaji, naomba uchungaji. Wewe Mungu anawajua wachungaji. Naamini tukitoka hapa kila mmoja ataanza kuandika mikakati, andika mikakati mirefu na mikakati mifupi. Kama kijana hujaoa, andika hivi, ifikapo tarehe fulani mwezi fulani nitakuwa nimeoa. You should write, alafu unapomkuja mbele unamdai Mungu. Isiyo kama kwamba ajali. Kuoa sio ajali. Anyway, hata msichana unabidi unaandika, mimi kabla sijafikisha miaka 30 niyo nimeshaolewa. You should write, unaandika. Kabla sijafikisha miaka fulani niyo nina kwangu na familia na 1, 2, 3. Lazima uandike. Huo tunaita ni mwanzo mpya. Hata kama unakuta mtu ana kodi heka, anataka alime, hamwambii Bwana, nataka hapa nipate magunia 1, 2, 3, na nikishayapata haya nitafanya moja. Sasa kama hufanyi, huna analysis ile, manake Mungu anatembea na wewe kunyunyiza. Nimesema kama hautaelewa leo, basi hutaelewa siku zote. Lazima tuwe utumishi wenye faida ambao unakuja na matokeo makubwa. Aliyefika Isaya 43:18 hadi 19. 43:18 hadi 19. Mwisho 19. Ukisoma hizi aya utagundua kuwa Mungu anaruhusu kila mmoja wetu hapa au na atembee katika mwanzo mpya. 43:18-19. Anasema,
msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Ni kweli kabla ya kuokoka ulikuwa mtu ambaye hauna thamani kabisa. Ni kweli, tunalijua, kama mimi najua. Lakini ni kweli kabisa kabla ya hapo ulikuwa ulifanya mambo ambayo yasiyompendeza Mungu. Ni kweli. Lakini ni kweli kabisa mwaka jana ufanya mambo yasiyompendeza Mungu. Ni kweli. Lakini kama sasa Mungu anasema usiyatafakari hayo, hebu kubali kwanza upya na Mungu uweze kutembea na Mungu kwenye majira mapya. Kama kuna mahali ulifanya mambo ya hovyo, ni sawa kabisa, pengine kwa kushinikizwa au kwa kutokuelewa, lakini sasa unaelewa. Sasa unaweza ukaanza kutembea kwenye mwanzo mpya, alafu na Mungu atafanya makubwa sana kwenye maisha yako. Sema kuna watu wako aina tatu, nitazisema baadaye, lakini tunataka tuelewe kwamba lazima tukubali kutembea kwenye mwanzo mpya. Lazima ukubali. Mama mdogo, wewe umejitambua ukiwa na miaka mingapi? Ukajua na wewe ni mtoto wa kike ukiwa na miaka mingapi? Ukiwa na miaka mingapi hapo? Haelewi. Lazima tunapaswa tutambue kwa nini tuko hapa, kwa nini yani lazima ujue unakotoka, ulipo na unapokwenda. Lazima utembee hapo. Ukatembea hapa, Mungu atakufanyia mambo makubwa mno, makubwa sana. Iko hivi, lazima uwe unapanga mikakati kama mwanaume ama kama mwanamke ama kama binti ama kama kijana, unapanga mikakati ambayo unamshirikisha Mungu. Ninachowaambia mimi nakifanya. Kuna daftari pale limejaa matukio yote mpaka 2034. Wewe hata mwaka kesho huna yote. Yaani ukiona kuna jambo nimelifanya, jua limeshaandikwa, limeshafanyika. Sio kwamba nafanya tu, Yapo ambayo yanaferi kabisa, unaona linaferi, lakini baada ya muda linatiki. Lazima utembee kwenye mwanzo mpya. Amen. Kwa hiyo Mungu anaruhusu mwanzo mpya. Unaweza ukajiuliza, kwa nini niwe na mwanzo mpya? Kwa nini nitembee kwenye mwanzo mpya? Kwa nini nitembee kwenye mwanzo mpya? Unaweza ukajiuliza, kwa nini nitembee kwenye mwanzo mpya? Nataka nikupe majibu sasa. Kwa nini unahitaji kuwa na mwanzo mpya kwenye maisha? Kwa nini? Sababu ya kwanza, unapogundua upo mazingira mapya, unahitaji kuwa na mwanzo mpya. Unapogundua kwamba upo mazingira mapya kabisa, hapo unahitaji uanze kutembea pia kwenye mazingira mapya. Uko unatembea mahali fulani, halafu ukajikuta yale mazingira yamekuwa ni mapya kabisa kwako, lazima uanze kuenenda. Sasa unaona kwamba kijana alikuwa labda ni mlevi, halafu akaja akaokoka. Huyo tunahitaji atembee kwenye mwanzo mpya wa wokovu, na ndipo wokovu wako utakuwa na thamani. Kama kuna vitabia ambao mwanzo alikuwa anavifanya, maana kuna viacha, halafu unafanya mambo yanayompendeza Mungu, huo ndo kutembea kwenye mwanzo mpya. Kuna waimbaji walikuwa wanaimba nyimbo za bongo kabla hajaanza kuimba nyimbo za Injili. Ukianza kuimba nyimbo za Injili, you should change. Lazima ubadilishe mwenendo, lazima ubadilishe mapigo, si ndio? Kwa nini unahitaji mwanzo mpya? Lakini sababu nyingine, unapoenda kiwango cha juu cha maisha yako, unahitaji pia utembee kwenye mwanzo mpya. Ulikuwa na uwezo wa kuishi na 1,000, sasa una uwezo wa kuishi na 10,000. Unahitaji utembee kwenye mwanzo mpya. Usipoangalia ile 10,000 itakuwa inapukutika mpaka unabaki na jelo, na jelo linaisha. Kwa nini? Unafeli kutembea kwenye mwanzo mpya ambao Mungu amekufikisha. Ukifanya hivyo, hata kama ukiwa kwenye ndoa, bado utatembea kwenye mwanzo mpya tu vile vile. Tatizo watu wanataka Mungu apeleke kiwango kingine, na wenyewe hawataki kukwenda pale, wanarudi.
Lazima tumuombe Mungu akuweke kwenye kiwango cha juu na akubakize pale, ubaki pale uweze kutembea. Lakini pale unapokuwa umepoteza kile ulichokuwa nacho, hapo unahitaji pia utembee kwenye mwanzo mpya. Ulikuwa na marafiki zako, umeokoka, wamekukataa, kwambia tukutaki, au wamekwambia nenda unakotaka kwenda. Kama kuna kijana wangu mmoja aliambiwa kwao, wewe toka tu hapa, wewe toka tu. Unajisikiaje? Yaani unaambiwa toka tu. Intimacy yani huna faida hata doti, hata tu nukta. Faida yako hawaioni, yani toka tu. Unaonaje hiyo? Nake usipobadilika kutembea kwenye mwanzo mpya, unaweza ukajikuta ukaanza kumlaani Mungu kwamba mimi nimezaliwaje? Nina laana gani? Nina makosa gani? Tunahitaji tutembee kwenye mwanzo mpya. Lazima kwenye maisha yetu, lazima muombe Mungu, niwezeshe niwe kwenye mwanzo mpya. Nimuulize nani? Jana wote nisielewi. Kama kijana una mpango wa kuoa, lazima utembee kwenye mwanzo mpya. Usipoangalia utasumbuka na utasumbuliwa. Unapokuwa umekosea, unahitaji uwe kwenye mwanzo mpya. Unapokuwa umekosea, unahitaji mwanzo mpya kwenye maisha. Ni kweli umeanza hivi, lakini sasa haupo hivi. Unakundua kabisa hapa imenenda tofauti, unapaswa uwe na mwanzo mpya. Hiyo ni sababu nyingine. Lakini sababu nyingine, unapogundua una wito mpya kwenye maisha. Ulikuwa unapanga kuwa mwinjilisti, lakini unaitwa kutumika kwenye habari ya uimbaji. Hapo lazima uanze kuwa na mwanzo mpya kwenye maisha. Hapo ndipo utakapokuwa mtu mkubwa. Sitamani sana, sitamani iwe 2026. Sitamani sana tukutane 2030 umeshakuwa choka mbaya. Hapana. Wanaambiaga akina Baraka, mimi sitamani siku moja nikukute kwenye nyumba yako, unaishi kwenye nyumba ya kuingia, alafu nyasi ziko hapa, alafu akipika kibeti unaomba Mungu nisaidie. Maisha hapana. Hapana hayo maisha. Hamna. Tamani siku moja nije kwenye nyumba yako kali na you are nani? Simalizia sasa. Ameshamalizia. Ndio. Nikuje pale nianze kuonga geti, alafu muda huo sasa unakuja kuangalia, unasema amekuja kutafuta kazi huyu babu naye. Itakuwa ni jambo jema kwangu, itakuwa ni furaha. Kesho kuna nikute mtu akujalia, unaandala mbili mjomba na shangazi, shagani haya. Mimi kitu ambacho kitaniumiza sio kwamba kwa sababu utakuwa umefanya mambo gani, nikukute una maisha ya mbuzi. Hapana bro, hapana hiyo. Mimi ninavyofanya hivi kwamba kesho kutwa nikukute unapiga mikoti ya 800,000 alafu unakaa unatulia. Huna mbambamba kwa sababu Mungu amekuona. Hivi inakuaje? Sasa kama wewe maisha ya kupiga, si utakuwa utakuwa shanga. Utakuwa shangingi eti. Inabidi lazima uanze kupanga mapema. Mimi ije jua, ije mvua, lazima nifanikiwe. Lazima kama hujamwambia Mungu, lazima Mungu aweze akakufanyia. Kwa nini hujamwambia? Sasa kama hujaandika utaolewa wapi? Na nani? Hujajua. Sasa itakuwaje? Natamani siku moja niwe nakukuta unapiga pamba zile, alafu nasuka misuko ya 700,000. Nikuta misuko unasuka mpaka inakuwa na mba, sasa mwezi mzima hujafunua. Sasa itakuwa mambo gani? Wewe fuatilia hiyo. Mtu anakuta tu mikono, ukiona mikono imebaki huku. Jua hapa kuna kasheshe. Huku huku. Muda wote jua amesuka nyere wiki nzima, mwezi hujafumua wewe. Nywele nzuri, siku 3 umeshafumua na weka zingine pamba kali. Unakuwa mpya, huo ndo mwanzo. Kinachonipendezesha mimi, nikukute na maisha mazuri kabisa. Sio nikukute eti hapana. Hamna. Kwa lazima kama kijana umeokoka kabisa na nguvu zote,
Kweli kabisa. Anza kumwambia Bwana, mimi nitakuwa na nyumba nzuri, nitajenga kwangu, nitaishi kwangu, hata kama yani hivyo. Unaanza kumdai mapema, lazima uandike. Tena vijana wa kiume ndio kichwa. Sasa kama namwambia mapema. Au hapa unasikia? Ukishamua huyo hapa anakuja na begi na kichwa. Sasa cha mtu. Halafu akija kwako unaishi naye mpaka anakufa. Ndio kweli huo. Nini sasa? Haya, mnaanza kuogopa. Ndio hivyo. Kwa lazima unapanga, mimi nitakaa hivi, na Mungu atakusaidia. Atakaye kuja yote tu mimi naoa. Oa. Mwanzo mpya jamani, tunahitaji mwanzo mpya. Maisha yatakuwa ni mazuri. Yaani mimi natamani yani sijui tu yani sijui nifanyaje. Natamani siku moja nikwambia niazime 1000 basi uwe na 1000 uniazimishe basi. Au nikwambia basi niombee muda huo na package ya kuomba basi hata maombi yameisha. Hela imeisha na maombi yameisha. Ni ngapi vimeisha? Kwa hiyo jamani, Mungu atupe uhai wa maisha marefu. Ili kesho kutwa. Usije ukaondoka hapo ukaenda mimi nakuja kwako unanikimbia eti kisa kwa sababu nilisema uwe na mageti makubwa sawa. Mambo mengine Mungu atakufanyia. Jamani, tunayoyazungumza yafanyie kazi. Ishi ndani ya bajeti yako. Yaani kama una bajeti ya buku, usilazimishe kuivuka ile buku. Ishi ndani ya bajeti yako. Kama ni buku, tumia buku. Usitafute hekima baa. Unatafuta hekima, anaenda na 500 anarudi na 0. Kama maisha yako ni kutumia buku, tumia buku kijana. Nyingine tunza. Mungu atakusaidia kesho, atakuwa na maarifa mengine ya kufanya. Usitake yani kila nguo unayo, kila dili unao, kila mshono unao. Kesho kutu utateza wazazi na watoto. Unaweza kuwa na pamba zako 4 zinatosha kabisa. Unakuta mtu ana viatu 20, 80. Fuatilia basi. Utashangaa na kaduka. Wanaviduka. Kuna mna viatu 30. Wewe una miguu mingapi? 2. Pengine katuuza ununua shamba. Eti. Pengine uza kanunua eneo, kanunua uwanja, kanunua bati. Hivi kununua ng'ombe sasa hivi baada ya miaka 5, si unakuwa na ng'ombe 3. Sasa unaongeza viatu, unaongeza nashangaaga. Mimi nawaambia mambo ambayo yapo. Utumishi utakuwa ni mgumu bila kuinuka kiuchumi, bila kuinuka utaanza kumkufuru Mungu. Mungu abariki, Mungu anabariki. Sema anataka tembee kwenye mwanzo mpya. Na waombe Mungu pia akupatalie mtu wa kufanana naye. Haya, huo ulikuwa ni utangulizi. Maeneo unayotakiwa uwe na mwanzo mpya. Maeneo, nitataja maeneo mawili, mengine somo ni refu. Eneo la kwanza unalopaswa uwe na mwanzo mpya, eneo la watu unaoambatana nao. Justin, rafiki yako nani? Rafiki yako ni nani? Sasa kuna Justin wangapi humu? Mwingine nani? Yuko wapi? Mmoja tu. Rafiki yako nani? Kuna jamaa na rafiki, tofautisha. Yaani kuna jamaa na rafiki. Rafiki unaweza ukamshirikisha mambo ya ndani kidogo, ya hatua moja mbele, yaani yule wa kwanza kumshirikisha. Ukiacha Mungu, yule wa kwanza kumshirikisha, mtu wa kwanza kumshirikisha. Wanaweza kama rafiki ndio, wengine ndio, lakini kuna kitu fulani cha siri kidogo, wa kwanza kumwambia. Ukiacha Mungu, wa kwanza kumwambia Moses. Huyo ni rafiki. Lakini huyu ana jambo anaweza akakwambia wewe. Na kuna baadhi ya mambo unayajua, mimi siyajui. Si ndio? Maana huyu ni jamaa. Kuna mambo anayajua kwako, mimi siyajui.
Sasa chunga sana rafiki unaoambatana nao, mtakuja kufanana baadaye. Aidha atavutwa mbaya au atavutwa mzuri, au wote mtakuwa wazuri, wote mtakuwa wabaya. Lazima muombeane, mnashika pia, tutaombeana pia. Uko naye, mimi rafiki yangu sasa hivi ni mke wangu. Utapooa wewe, rafiki yako ni nani? Atakuwa mke wako. Sio tena inabidi anafika anapiga break, anakuja kwa step. Kwa natamani alafu hata kuja kufunga ndoa mfunge siku moja, itakuwa inapendeza vizuri. Mbona mjasema mimi naombea mambo mazuri haya. Wende hatua kama bata nani sina. Jamani, tufanye hivyo. Fanya ukarabati kwenye maeneo ya watu unaoambatana nao, utafanana nao. Fanya ukarabati. Haukatazwi kuongea na mtu, unakatazwa kuwa sehemu ya maisha ya mtu ambaye sio sahihi. Haya, simaanishi muachane, ila kuwa makini. Fanya tathmini pia eneo hili la, kisha utembee kwa mwanzo mpya na Mungu atakusaidia. Lakini eneo la uhamisho ama eneo la ugenini au eneo jipya ambao unaingia, unabidi uwe na mwanzo mpya. Ulikuwa kijana hujaoa, unaoa, inabidi uwe na mwanzo mpya. Ulikuwa mahali fulani unaishi, unaenda sehemu nyingine, inabidi ufanye nini? Uwe na mwanzo mpya, na ndipo utaenda vizuri na Mungu atakudhibitisha. Amen. Ulikuwa haufanyi kitu fulani, sasa unafanya kitu fulani. Fanya, uwe na mwanzo mpya na Mungu atakusaidia. Mambo ya kuyashughulikia, hofu za kuzishinda ili uweze kutembea na mwanzo mpya. Zipo hofu kama 5 ambazo tukimaliza hivyo tutaingia kwenye maombi. Hofu ambazo inabidi uzishughulikie mapema. Hofu zipo 5. Hofu unazopaswa uzishughulikie kabla kuanza kutembea kwenye mwanzo mpya. Kuna hofu ambazo zinafanya watu wasitembee mwanzo mpya. Usipoangalia jamani, utakuwa unaona tu akina fulani wanaendelea, wewe unabaki pale pale. Mwisho wa siku unaanza kujaa wivu ambao hauna faida. Kuna watu wakikuona hata umeimba sana, wenyewe wanapata wivu wakali. Mnaamini hilo? Kuna watu wakiona kwamba unahubiri vizuri, wanapata wivu. Kwa nini fulani? Yaani nakwambia hata kama una watu ukija kuoa mke mzuri, watakwambia watakuonea wivu balaa. Na nyinyi wasichana ukija kuolewa na mtu watakuonea wivu. Ndio lazima uombe. Omba. Yaani msisahau kwamba mimi natamani wewe na maisha mazuri baadaye. Tusikutane tu maeneo ambayo imani. Yaani vaa, pendeza, ila hakikisha na chenchi baki. Sio unavaa unapendeza na chenchi zinaisha zote. Utakuja kushangaa zile zikiisha utaanza kuweka vilaka. Usiwe na matumizi nje ya bajeti. Bado kabisa kijana. Bado. Tunahitaji mambo makubwa jamani. Haya. Ninashangaga sana. Mungu anasema tutafanikiwa. Wengine nasubiri kwanza nikae kidogo ndo nifanikiwe. Kuna watu sasa hivi wangekuwa mabilionea lakini wameshajichelewesha. Kuna watu sasa hivi wangekuwa wameshapiga hatua kubwa sana lakini wamejichelewesha. Kwa nini? Haujui? Hivi unafikiriaje kama Mungu asingemleta Hawa kwa Adamu? Unaionaje? Huyu anaitwa Yohana. Hatari sana.
Yaani kuna alikuwa hajaongea. Ndio sasa watu wako makini wewe. Hata wewe tu. Masiara nini? Kwa hiyo ni hatari sana. Kwa hiyo jamani, tunahitaji kusonga mbele kwenye maisha. Kwa hiyo ingekuwa noma sana, noma mno. Kwa hiyo kuna hatua Mungu anataka kufikishe mpaka ipo hivi. Kuna wakati Mungu anataka kuongeze mahali fulani, lakini anaangalia hauna msaidizi. Kwa nini Musa hakutembea peke yake? Kwani alikuwa hawezi? Alimwandalia ambaye wanaweza wakasaidiana, ambaye unaweza unatafuta umoja. Yaani Mungu anatafutaka penye umoja. Umoja unaanza na ngapi? Zaidi ya moja. Kidole kimoja kivunji chawa. Mimi nawashauri, ukitaka Mungu atembee na wewe kwenye mwanzo mpya, hebu jifunze pia kutembea na yeye kwenye maisha yake, kwenye mwanzo mpya ule ule. Hofu. Unajua kutokuoa nayo ni hofu. Usiseme kwamba mimi sina hofu, na hofu. Sasa kijana na miaka 25 ana mke. Tuseme sasa ni mtoto. Nao ni hofu. Nao nishughulikie. Mwambie Bwana, hivi mimi nina shida gani? Haya mabula sasa kaanza kutusema siwasemi, nawaambia ukweli. Kuna baadhi ya baraka umezizuia. Hofu ya kutokuwa na uhakika wa kitu kipya, ama nguvu mpya, ama imani mpya, ama biashara mpya, ama jambo jipya. Hiyo ni hofu ya kwanza unayopaswa uishughulikie mapema. Hofu ya kutokuwa na uhakika wa jambo jipya. Hivi kweli nitafanya kweli? Hivi kweli nitaweza? Unaona? Hivi kweli nitaweza kumlisha mwanamke? Hivi kweli nilipa mahali? Hivi kweli nitaishije? Hivi kweli baada ya kuokoka kweli, hivi kweli Mungu anajibu kweli maombi? Yaani unakuwa na hofu na jambo jipya unalopaswa uendee. Huwezi kuwa na mwanzo mpya kwenye maisha yako hata siku hii. Hapana. Mimi kipindi ninaanza mimi niliandika nikuja kuishi mikoa mingapi? 4. Moja hapo utakao wingi. Nikasema moja hapo ilikuwa namba 1 Morogoro. Nimeanza mimi kwenda Morogoro, sina ndugu, sina rafiki, naenda kutafuta eneo la kuishi. Lakini kwa nini? Sikuwa na hofu kwamba nitaenda kufeli. Sikuwa na hofu. Lazima hofu ishughulikie kwanza. Na kuna mazoezi ya kuondoa hofu. Nikwambie. Yapo mazoezi ya kuondoa hofu. Kwa mfano, umemwomba Mungu habari ya jambo fulani, halafu Mungu kakujibu naogopa tena. Kuna watu mimi nashangaa, vijana walishawahi kuomba mke akaoneshwa kabisa kwenye ndoto afu akaogopa. No, ni hofu. Unakuwa na hofu, unaogopa. Sasa mazoezi ya kutokuogopa. Ukipata kitu kinakuja, kifanye. Ila chenye utukufu wa Mungu, kikija ila kifanye. Ukijisikia kabisa unatamani kuimba, imba hapo hapo. Ukihisi unafanya ile jambo lenye utukufu lifanye. Ukihisi kabisa una hamu ya kulima, ukihisi kitu fulani unafanya hapo hapo. Kuna watu hata kwenye kikao ana hoja kabisa, lakini anataka kunyosha. Hofu inamwambia acha. Hofu, acha wewe, utapolonga, acha. Anaacha kuchangia. Hayo ni mazoezi ya kujenga hofu ili komae. Yaani uwe kimbelembele kama Petro. So Petro yule
Kitoko namuuliza Bwana Yesu, hivi Yesu, hivi sisi tunakufuata wewe. Umetuona sisi watoto sana. Tutapata nini kwanza? Unaje swali kama hilo? Linahitaji mtu ambaye hana hofu. Kuna tu kwenda kumweleza mchungaji anapata mahofu balaa. Mungu aweza akatembea na wewe kwa mwanzo mpya kwa mazingira hayo. Fanya mambo hivyo. Mambo yatakuwa mazuri. Lakini kulizika. Kuna watu wamelizika kabisa yani wamelizika. Kuna wasichana waliacha kuomba walipoambiwa na mtu fulani nitakuoa. Ndio ilikuwa mwisho wao kuomba. Wakaacha. Wakalizika nimeshapata. Kumbe jamaa alikuwa anajifurahisha anapita tu. Usiache. Omba Mungu kwamba mimi naomba Mungu nisaidie kwenye eneo hili. Ninaambiaga kitu kimoja. Mimi kwenye maisha yangu sitakai kulizika na kitu kabisa yani no, hapana. Mimi professional ni pharmacia. Ningelizikaga na cheti changu kile cha baraza la pharmacy kile. Ningekuwa siuzi kandolo mimi. Ningekuwa sifati dumu nikapima kandolo nikauza 300. Mimi naambia uhalisia wa maisha. Hivi tungekuwa tumejenga kweli, tunaangalia cheti. Tasimini maisha. Hivi unachukua kweli? Hiyo ni hofu pia acha usilizike. Usilizike hata kama Mungu kakujibu kiasi gani lakini usilizike. Hofu ya kutokueleweka. Kuna watu wana hofu ya kutokueleweka na anaona kabisa ndani anawiwa kuhubiri lakini anahisi sitaeleweka na wengi. Usitafute watu wakuelewe ila tafuta Mungu akuelewe. Wewe ukimuelewa Mungu watu waachana nao watakuelewa mbele ya safari. Kuna watu wanakuja kukuelewa wewe mbele ya safari sio leo. Watakuja kukuelewa baadaye kwamba kumbe ulikuwa na hazina kubwa. Kuna watu walipokataliwa walianza kujichukia. Halafu niwaambie hivi, kukataliwa sio pepo. Hivi kijana umechumbia afu unakataliwa unasema una pepo, sio pepo, ni swala la kimungu kabisa. Ni swala la kimungu kilifuatia, ni swala la kimungu kabisa ndani yake. Ni swala la kimungu. Mungu alitaka kitu fulani baadaye. Aidha anakuepusha, aidha anataka kutengeneza kitu fulani, aidha anaona muda bado. Kuna mambo ambayo ya kimungu ambayo yako pale. Usijichukulie poa. Na watu wasikuchukulie poa. Kwa hiyo usiwe na hofu ya kwamba hawatanielewa. Watakuelewa tena baadaye sana. Wengine watachelewa sana kukuelewa. Sisi tulipoweka msingi wa nyumba pale watu wakaanza kusema hana hela atajengaje hana hela. Zimeshaisha msingi tu. Unaanza kumsemea mtu, unaanza kumpiga mabiti. Hapana. Watu watakuelewa baadaye. Ila wewe elewa kwanza unachokifanya ila watu watakuelewa baadaye. Lakini hofu nyingine ya 5 ya kushughulikia ni hofu ya kupoteza ulicho nacho. Hofu ya kupoteza ulicho nacho. Yohana 12 mstari wa 24. Hofu ya kupoteza kile ulicho nacho. Hofu ya kupoteza kile ulicho nacho. Yaani unaogopa kukipoteza. Na watu wameharibu maisha yao kwa sababu ya hofu ya kuwapoteza watu ambao sio sahihi. Mtu ambaye sio sahihi weka pembeni, tembea na watu sahihi. Hivi kweli huyu rafiki yangu wa kufa na kuzikana tumetoka mbali. Ni sawa tumetoka mbali lakini tutakwenda mbali kama tu tunaendelea kupatana. Kama tuendelee kupatana hatutakwenda mbali. Tumetoka mbali sawa. Ila kama tutaendelea kupatana hatutakwenda mbali. Jamani utumishi uwe na faida basi. Kesho kuitwe basi mbarikiwa. Carlos. Bwana Yesu asifiwe.
Wewe Carlos, nishawahi kuona kwa mfano Carlos, natolea mfano Carlos kijana. Nishawahi kuona nyimbo zako safi kabisa, umeshoot video na nini nzuri, ana video kali kweli. Sijui ziko 3 ziko 4, ukagairi, ukalizika ukaacha. Sasa tutakujuaje? Haya, Mungu akupe kipaji gani kingine zaidi ya uimbaji? Unatembeaje kwenye majira mengine mpya? Umechoka? Umechoka? Hivi nani anamsikia? Nimeshamjua. Itahitaji tuendelee kuona vitu, ufanye huduma iendelee kuongezeka. Utaanza. Sasa vianza Carlos. Tunataka kuona mabadiliko makubwa. Tutembee kwenye mwanzo mpya. Kwa hiyo lazima tuombe Mungu. Umefika ile Yohana 12 mstari wa 24. Lazima upoteze baadhi ya mambo ulionayo na ndipo utaweza kuanza upya vizuri. Na Mungu atakuwezesha vizuri.